Watu wa Nyeri, sio kama tunaelewana. Nyinyi ndio mlinipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Pamoja na Wakenya wengine wengi. Na wakati mlinipatia hiyo nafasi, tulikubaliana na nyinyi kazi ambayo mimi nitafanya ya kubadilisha maisha ya wananchi wetu na kupanga mambo ya maendeleo. Kwa maneno ya elimu, watoto wetu walikuwa hawana walimu wa kutosha. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Watoto wetu wa university walikuwa wanasumbuka. Mimi hapa leo kwa ile kazi mlinipatia, tumeajiri walimu 1,100 kwa miaka mitatu. The largest employment of teachers in Kenya's history. Tumejenga madarasa 23,000 na tumeweka funding model mpya ambayo inashughulikia masomo ya watoto wetu wa university na KMTC pamoja na TVET. Kazi hiyo ingine yote tumekubaliana na nyinyi. Maneno ya maji tumekubaliana na mbunge wenu. Maneno ya kuhakikisha ya kwamba zile barabara ndogo ndogo tunazishughulikia. Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba nafasi tulio nayo sasa ni kuhakikisha ya kwamba mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya inasonga mbele. Na mimi niwaulize ndugu zetu watu wa Nyeri, kila mtu na kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. Ama mtu anachaguliwa kwa sababu gani? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Si kila mtu atakuja kusema kazi yake amefanya ni gani? Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, mtu anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa matusi ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa porojo na propaganda ama kwa kazi? Si kila mtu anapima na kazi yake jameni? Si nyinyi ndio mtapima kazi ya kila mtu? Yule mtu hajafanya kazi si aende nyumbani, aende alime. Na yule mtu amefanya kazi si anaendelea? Ama namna gani? Si tuendelee namna hiyo? Hiyo ndio kazi mimi nataka tukubaliane na nyinyi, ndio tuweze kuendelea kwa pamoja. Na mimi sina taswishi yeyote ya kwamba Wakenya wote, vile kanisa letu la AIPCA wametupatia kielelezo kwamba kwa umoja wa kanisa hii tumeona tofauti na tumeona baraka na tumeona maendeleo pia katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ambayo mumenipatia ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya, kutoka kwa barabara, kwa matibabu. Hapa Nyeri kwa mfano, huyu gavana atawaeleza, watu wa Nyeri ni watu wako mbele sana. Nyinyi mnasoma barua ikiwa ndani ya bahasha, kwa sababu Nyeri ni county number 5 kwa kusajili kwa SHA. Watu 1,543 tayari wamejiandikisha kwa SHA hapa Nyeri County. 70% of the residents of Nyeri are registered today in SHA. Kwa mwaka 1.5 pesa ambayo tumelipa kwa wale walioenda hospitali hapa Nyeri ni shilingi bilioni 3.2. Governor ako hapa, mahospitali wako hapa. That is the commitment we made. Na tumesema hatutaki mwananchi tena aende hospitali alafu baadaye aende auze nyumba yake ama ng'ombe yake ama shamba yake ati kulipa gharama ya hospitali.
Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ya SHA, mwananchi ajiandikishe, na sisi kama serikali tutapanga ile ingine. Tuhakikishe ya kwamba hakuna mwananchi tena anahangaika kwa sababu ya mambo ya hospitali. Mimi niko na kazi mbili: kupanga ile kazi mlinipatia ya maendeleo ya taifa letu, kutoka kule kwa matibabu, kwa barabara, kwa ajira ya vijana, kwa kilimo. Na mimi kwanza nataka niwashukuru nyinyi watu wa Nyeri, ni wakulima sugu sana. Mmesikia factory yenu ya hapa, mambo ya kahawa. Mimi niwaulize, 2022 si kahawa ilikuwa shilingi 50, shilingi 70 kilo moja? Leo ni shilingi ngapi? 140, 150, 160. Ni kweli ama si kweli? Si tuseme ukweli, shetani aibike. Wale matapeli wote walikuwa ndani huko ya kahawa, tuliwafurusha tukawaambia waende watafute kazi nyingine. Leo hakuna mtu ya kumuibia mkulima wa kahawa. Ndio leo bei ya kahawa iko 160. Ni kweli ama si kweli? Yes. So mimi nataka niwaeleze kazi mbili mimi niko naye, ni kupanga mambo yenu ya barabara, kupanga mambo ya masomo ya watoto wetu, kuhakikisha kwamba matibabu ni sawa, kuhakikisha kwamba kilimo inaweka pesa kwa mfuko yenu, na ya pili ni kuunganisha taifa letu la Kenya. Na ndio nimesema ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu tukienda hapa mbele, kwa sababu Biblia inasema mahali kuna umoja Mungu anaamurisha baraka. Hapa mbele nitahakikisha ya kwamba sehemu zote za Kenya tunaunganisha. Hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Sisi wote tutatembea pamoja, na ndio nilitengeneza serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja, kuleta hata wale hawakushiriki na sisi pia tuwaunganishe, kwa sababu umoja ni nguvu na umoja ni mapenzi ya Mungu. Na Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu wataitwa wana wa Mungu. Mimi nawauliza watu wa Nyeri, mnasema tuungane ama tutengane? Mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya? Niunganishe Wakenya wote? Wangapi wanasema niunganishe Wakenya wote? Nione kwa mkono. Hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Nitaunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, ndio tuzime ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko. Wakenya wote waungane, Mungu atatubariki, Kenya itasonga mbele na tutafaulu tukiwa sote pamoja. Nimeulizwa mambo matatu ama ni manne, lakini sasa nyinyi mtihani mmeniwekea mtihani kubwa. Si tulikuwa tumekuja kanisa? Sasa hawa viongozi wameniwekea mtihani, fanya hii, fanya ile, na hiyo pia, na hata hii.